Mimi napenda watu wanaofanya kazi. Simpendi mtu yoyote aliyewekeza kwenye maneno. Mtu aliyewekeza kwenye porojo, huyo hawezi kuwa rafiki yangu hata siku moja. Hata ungekuja ofisini kutaka kuniona, hutaniona. Kwa sababu nataka mtu anayefanya kazi. Mkiwekeza kwenye maneno ya kusifu, halafu mfanye kazi, mkoa wetu tarudi nyuma. Mkoa huu, unajua Chalamila, wewe bonge ya mtu safi, mtu ya watu ya Kongo, kafanye kazi. Rais Samia oye! Rais Samia anachokihitaji sio sifa kwake. Juzi nimewaambia watu kwamba rais kwa mfano atajenga hapa chuo kikuu cha tiba kwa mfano. Tuna chuo pale cha Muhimbili, tunakifahamu. Lakini baada ya chuo kikuu kile kujengwa, watu wataanza kwenda hospitali. Wanakwenda hospitali. Wakikutana madaktari wachache, wanaanza kulia, wanagaragara. Mheshimiwa Rais, madaktari hatuna. Mheshimiwa Rais, manesi hatuna. Mimi kama mkuu wa mkoa nawauliza nyie wananchi, baada ya rais kujenga chuo kikuu, kinachotakiwa kijenge na kitoe madaktari, wewe mwananchi umebeba nafasi gani ya Mungu aliyekujalia kuzaa watoto? Mbona hakuna hata daktari? Mbona hakuna hata mwalimu? Mbona hakuna hata engineer? Mbona hakuna hata mtu wa mazingira? Mbona hakuna hata mjenzi wa barabara? Sasa kama familia zetu za Dar es Salaam kilipo chuo hatuna watu wa namna hiyo, tunategemea daktari atakuja kutoka wapi? Kwa hiyo unaposema Rais Samia hongera kwa kujenga hospitali, cha pili jiulize, wewe una nafasi gani kwenye ile hospitali? Rais Samia hongera kwa kujenga shule, leo watu wengi mbali, jiulize una watoto wangapi kwenye shule hiyo? Ili tunapokuja kusema shule yetu imefaulisha watoto 7 au shule yetu na watoto 200, shule iliyojengwa na Dr. Samia, wewe wakwako wangapi kama ulijaliwa watoto 8? Kwa hiyo Rais Samia hatafurahi yeye kuambiwa nimejenga shule. Atafurahi kuona kizazi kimefaidika na kimekuwa na tija kwa maslahi ya taifa kilichosoma kwenye shule alizojenga. Kwa hiyo leo Rais Samia hatafurahi tu kuona ofisi ya machinga imejengwa. Atafurahi kuona ofisi imeleta tija na imeleta mabadiliko makubwa kwa wafanyabiashara wadogo kwa sababu ya msingi wa kuwa na ofisi. Kwa hiyo hicho sio kusema rais umejenga barabara, hongera barabara rais. Wewe kama Dar es Salaam umetumiaje fursa ya barabara kujigeuza kiuchumi? Rais hongera umeleta umeme, wewe kama Mtanzania umetumiaje fursa ya umeme kubadilisha maisha yako? Kwa hiyo kuna muda unaposifu lazima ungeuze pia sifa ile ibebe jukumu lako wewe. Ndio haya tukiwaelekeza mnasema huyu mzee amekuja na lugha ngumu mno. Lugha zinakuwa sio ngumu, ni nyepesi. Kwa mfano mdogo, niko hapa na hapa siwezi kuacha kusema. Haya majumba haya mnayaona haya? Kila moja angalia haya majumba mnayaona? Mnakumbuka kilichokuwepo hapa? Mnakumbuka vizuri? Hizi kota za Magomeni zimejengwa. Maelekezo yakasema ndani ya miaka 5 ya kwanza baada ya majengo kukamilika, watu watakaa kama wapangaji wanunuzi. Yaani unakaa miaka 5 hiyo, halafu unaendelea kujiibia kaela kako, halafu jengo hilo linakuwa la kwako kwa miaka hiyo 5, sio kwa miaka mingapi. Na hapa kuna nyumba zaidi ya 600. Mtu akimbia uongo kweli? Kuna nyumba ngapi?
kuna nyumba 640 na. Lakini ndugu zangu, huko ndani ukienda, migogoro kila kukicha. Hela ya takataka sina, hela ya maji sina, hela ya hivi sina. Lakini pia kwenye hizo nyumba ukienda leo, tumetoa mikataba. Katika 600 na waliobeba mikataba wako 500 na. Waliorudisha mikataba ikiwa safi iko 100 na. Kilichobaki chote ni malalamiko, ni manunguniko, ni malalamiko. Basi unajiuliza, huyu binadamu anataka rudi kule alikokuwa kwenye vile vibanda. Sasa sikiliza mtu wa TBA. Mimi sio mkuu wa mkoa. Natoa mwezi mmoja. Mtu yoyote ambaye hatajaza mkataba na hatarudisha mkataba, nitatinga hapa mimi kama mkuu wa mkoa. Haya ndio nayowaambia kwamba mkoa wetu tukisimama katika sheria na taratibu, kila mmoja akajitambua, mkoa wetu utaenda mbele. Lakini leo sikilizeni ndugu zangu, ninyi wa Dar es Salaam, nisikilizeni mnielewe. Leo inasomwa budget. Kwa mfano Wizara ya Afya inasema shilingi bilioni 25 tumenunua Panado. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuwapa watu wa mkoa wa Dar es Salaam. Halafu nyuma tu ya hapa Dar es Salaam kwa pembeni, watu wanasema hatuna barabara. Mheshimiwa Rais, barabara inayotakiwa ijengwe kwa bilioni 10. Lakini kwa sababu wakati mwingi tunapenda vya bure, basi wizara inaona huruma, inanunua dawa za bilioni 25 Panado. Halafu barabara ya bilioni 10 haijengwi. Kumbe ile Panado mtu angekuwa anajitambua angeilipia tu Panado. Halafu bilioni 25 zikaenda kujenga barabara. Lakini kwa sababu tunapenda kujichelewesha wenyewe, mambo makubwa yanaweza pia kuchelewa. Na ndio maana kuna juzi hapa mlinichukia kweli akina mama, niliposema kwamba nilimjibu mama mmoja mahali alipokwenda hospitali. Wala sio kwamba kuna mama alinipigia simu, lakini hoja yangu ya msingi ilikuwa, wewe ni kweli kabisa Mungu amekujalia, ni mjamzito, Mungu amekubariki. Halafu kule hospitali rais anasema akina mama wote wajifungue bure. Mmenielewa mpaka? Halafu wewe leo unajiita maskini, ila leo umechukua 100,000 ukapeleka kwenye ngoma za vigodoro, ukapeleka kwenye birthday, ukapeleka kwenye sherehe ya darasa la 7, 100,000 yako ikaisha. Huku kwenye akili unasema mimi ni maskini. Kesho umeugua. Bwana Panado yetu hii imeisha. Kama naweza, hebu tuende kwenye ile duka pale, tusaidiane tuka pamoja. Mkuu wa mkoa, mimi naonewa. Kwa hoja yangu ya msingi ilikuwa, hata kama serikali itaweka kipaumbele cha wewe kutibiwa bure, unapopata pesa lazima uiwekeze kwenye vitu vya msingi, uondokane na vitu visivyo vya msingi, kwa sababu ndio utakuna iunga mkono serikali. Kuiunga mkono serikali sio lazima uipe pesa yenyewe. Ni pamoja na kusema serikali, nimejitambua kiasi cha kutosha, mwanangu atakula shuleni. Nimejitambua kiasi cha kutosha, nitamnyonyesha mtoto miezi 6. Nimejitambua kiasi cha kutosha, sitamtelekeza mtoto. Nimejitambua kiasi cha kutosha, nitalea familia yangu. Lakini leo mimi nimewaambia watu waniandikie proposal. Hii mambo hata kama dini na kuruhusu kuoa mke zaidi ya mmoja, tumesema hii kitu hapana. Tunasema sasa hivi lazima, kama mnataka kuongeza mke, atupe bank statement tuone ana mapato gani. Bank statement hii ipeleke kwa shehe. Mwenyekiti wa serikali za mtaa atuthibitishie huyu mtu anafanya nini. Kwa sababu nisikilizeni, kuzaa watoto ni kweli faida, lakini kama mtoto ukimuuliza baba anafanya kazi gani, hajui.
Baba una kipato gani? Hajui. Mwisho tunazalisha watoto ambao walimu wakiomba mchango ya chakula wanakuja juu hawataki kutoa. Wanasema mimi ni maskini. Mwisho tunazalisha taifa lenye vibaka walioshindwa kulelewa. Kwa hiyo kuoa mke zaidi ya mmoja tunapaswa tujue bank statement. Unafanya biashara gani? Unafanya kazi gani? Si unakuja unanyoa tu vindevu unajiita sharobalo, unaoa mke zaidi ya mmoja. Umesema Dar es Salaam ni ya kazi. Dar es Salaam ni ya nini jamani? Sio ya show, ni ya kazi. Sio ya mambo ya kuonekana, ni ya kazi. Na nyinyi akina mama wakati bwana mnadanganyika, mtu anakuja smart amenyoa tu mustache, kavaa gold hapa kaazima nyumba ya pili kakodi. Mimi mnaniona na gold hapa sisi. Lakini sio kwamba sijanunua, ni kwa sababu ya ushamba tunanunua. Lakini tunapaswa kama Dar es Salaam tuifanye kuwa ni mkoa maalum. Watu unamjua wanaingia Dar es Salaam, anaanza kulalamika kwa jambo dogo tu. Lakini nataka niwaambie, Dar es Salaam ina mfumo tofauti wa maisha. Hapa ndio mahali ambapo jana watu tumewaambia kucha za kuku zinauzwa. Magamba ya miguu ya kuku yanauzwa. Miguu ya kuku inauzwa. Manyoya ya kuku yanauzwa. Kinyesi cha kuku kinauzwa. Macho na shingo na vichwa vyote vinauzwa. Ukiona huo mkoa kila kitu kinauzwa, jipange kuishi. Kule kijijini unaweza kaenda mahali naomba mbolea nikapande huwa, chukua baba. Hapa mjini hamna mbolea atakupa. Anakuambia nimepaki kwenye kilo 2, unahitaji ngapi? Ya kuku, ya mbuzi, ya kondoo. Akwambia mimi nahitaji si ya kuku 500 kilo moja. Kule kijijini bwana samani na kiu naombeni maji hapo jamani. Hapa maji unahitaji shilingi ngapi? Yapo ya 500, 600, 1000. Ipi baba? Hapa ni kila kitu kinauzwa. Ukitaka sasa hivi kufika Ubungo unapanda daladala unalipa hela. Kijijini ukitaka kufika kama sehemu kama Ubungo unachochora mdogo mdogo umeshafika kwa mguu. Hapa watakushangaa. Kwa sababu umeanza kuanga. Sisi kama mnanielewa. Sasa tukiwaeleza mambo hayo, mnasema huyu mtu wa bara amekuja na lugha gani hapa? Na ndio maana kuna wakati fulani nilikuwa nasema tujue kuchangamka. Hii Dar es Salaam barabara ya lami imeanza lini? Mandela Road ya tangu ya miaka 70. Uongo kweli? Sasa unakuta mtu anayekaa kuanzia hapo Ubungo kwenda Riverside, kwenda Extendo, kwenda Magereji, kwenda Mchicha, kwenda mpaka Buguruni, pembeni humu mote unamkuta mtu analalamika. Analalamika hana uchumi. Anakuja mtu kutoka Kigoma Buhigwe, kijijini ambako umeme ameuona jana. Baada ya miaka 2 amekuwa tajiri wa Kariakoo. Nani adui wa uchumi wako? Ndio haya tunasisitiza. Dar es Salaam ni mji huu. Dar es Salaam ni elimu. Dar es Salaam hata kama hujaenda shuleni, Dar es Salaam yenyewe peke yake ni elimu. Mimi mwenyewe mkuu wa mkoa kuna mshikaji alishaye kunitapeli na nikiwa mkuu wa mkoa hivi. Na nikamsamehe kwa sababu nikajua huyu jamaa ametumia akili nzuri sana. Lakini kuja kushtuka pamoja na kwamba mimi ni mkuu wa mkoa lakini alinitapeli. Nilimwambia afande Mulilo, nikasema msamehe kwa sababu ametapeli mtu mkubwa. Lakini wapo wanaotunga utapeli. Anafanya mambo mpaka unajiuliza hii shule ni ya wapi? Lakini ukienda kijijini ndani ya siku moja umelogwa na uko kwenye jeneza. Lakini Dar es Salaam hamna atulogi, tunasema kesho tutafuta. Kwa hiyo machinga na bodaboda wote na wote mlioko hapa na kina mama, tukaelimishe wenzetu. Tusilalamike hapa wa Dar es Salaam. Malalamiko yetu yawe tofauti na mtu wa Buhigwe, yawe tofauti na mtu wa Kandalamba, yawe tofauti na mtu wa kule Ilinga kwangu Kilolo. Hapa fursa zipo. Ukiweka dela mtu kanunua. Mimi niliwahi kusoma chuo kikuu cha Dar es Salaam.
Siku nimenunua simu Ubungo pale. Tena yule jamaa namkumbuka. Anaitwa Dogo Jofu. Akaniambia, "Oya Mshua, hii simu hii mwanangu, simu hii." Na mimi sina kweli simu. Haikuwa nzuri nilionayo. Kumbe bwana mdogo mmoja anaingiza huko ananiibia simu halali. Halafu nikanunua ile kwa 50,000, nikapewa mche mdogo wa sabuni. Kufika hostel ya Mabibo kufungua kipande cha sabuni. Wallahi. Sasa kafanya hayo mambo kijijini. Unalogwa. Lakini mimi niliangalia nikalia 40 yangu imeisha, 50 yangu. Baadaye nikasema anyway bwana. Simu imeibiwa. Halo. Siku nyingine tumeshika daladala namna hii. Daladala tunajua yale daladala yale makubwa. Tumeshika namna hii. Hapa mfukoni nina shilingi 10,000 tu. Jamaa mmoja akachukua 10,000 yangu nikajua, yani yeye alijua anaingiza kwake. Akachukua kwangu mimi, akalipa nauli na akairudisha kimya kimya kwenye mfuko wangu. Mimi nashuka Buguruni pale. Kucheki mfuko naona kimechenjiwa. Nikasema hapa itakuwa ni kwa msaada wa Bikira Maria. Lakini kumbe nilitafakari sana. Na zile hela sikutumia. Kuja kupata akili nikasema huyu mtu atakuwa nilipa nauli kwa sababu nimerudishiwa 9,600 nauli kwa 400. Ndio wataalamu wanasema town education. Unaibiwa dela tu kilio. Hapa watu wanaiba mpaka watoto. Chia nampeleka wapi? Juzi pale Ubungo mtu kaiba mtoto. Tulikuwa mkamata tunamuuliza unataka wa nini? Hajibu. Kamwambia afande Mlilo, sasa huyu hebu tukae naye huko kwanza. Ili mambo yaweze kwenda vizuri. Rais Samia wewe. Kwa mmenielewa namna ya kumuunga mkono Rais Samia, si ndio? Anapokuja kutoka madarakani, nyakati zake zitakapokutimia huko mbele. Furaha yake sio kuona nimejenga shule, hapana. Furaha yake sio kuona bodaboda ni wengi, hapana. Furaha yake ni kuona kama ni mama unathamini na kutambua kwa nini hakutozi fedha unapokuwa kwenye hali fulani. Je, unathamini? Akijua unathamini, anafarijika kwamba elimu aliyokupa itakuwa ya urithi kutoka kizazi mpaka kizazi. Je, bodaboda wewe amekukuza, bajaji amekukuza, machinga amekukuza, anapomaliza muda wake miaka huko itakapotimia, je, utakuwa umejua kulipa kodi, kuchangia taifa lako? Anasema ndio. Faraja yake sio kuona tu machinga, faraja yake ni kuona machinga anayekuwa na anayezingatia sheria za taifa letu.